Kwa maana malezi yenye mwitikio yanaangalia mahusiano ya karibu baina ya mzazi ama mlezi na mtoto, ikizingatiwa kuwa ushahidi unaonyesha umuhimu wa mwitikio wa mahitaji ya watoto kulingana na ishara watakazoonesha katika kuchangia ukuaji wao. Katika matokeo ya survey iliyofanywa katika mkoa wetu wa Njombe, imeonyesha malezi ya mwitikio yako chini. Hakuna michezo ya watoto, wazazi hawaongei na watoto wala kucheza nao kutokana na wazazi kuwa busy kwenye shughuli za kiuchumi kiwemo kilimo, ambao kwa moyo mzuri kabisa wameona hiyo gap ambayo wameiongelea ya namna wazazi wa Njombe wanavyoshindwa kuifanyia kazi vizuri hiyo changamshi ya watoto. Kwa hiyo wameandaa vifaa ambao watavigawa. Kwa hiyo inawakaribisha wadau wa maseso kwa taratibu, na kama alivyoeleza kwamba katika programu yetu tuna kipengele cha ECD kwa upande wa watoto kwenye masuala ya kichangamshi. Ni sehemu, ni component mojawapo katika mradi wetu. Ni kuhakikisha kwamba watoto wanapata fursa ya ukuaji bora kwa kuhakikisha kwamba kwenye vituo wanavyopokea huduma basi kunakuwa na zile kona za vichangamshi, na ili wakati mtoto anaendelea kusubiria kupata huduma basi awe na kitu kingine cha kufanya wakati anaendelea kusubiria kupata huduma, ili kuhakikisha kwamba watoto wanaendelea kubaki kwenye huduma, lakini pia kuhamasisha wazazi au walezi waweze kuwaleta watoto kwenye vituo vya kupatia huduma. Kwa hiyo katika utekelezaji huo na kwa kushirikiana na waratibu wa VVU na ukimwi wa kila halmashauri, walifanya upembuzi katika vituo ambavyo tutaenda kutoa hizo support ya nini kinahitajika, na kwa sehemu katika utekelezaji huo kwa mwaka jana tumeweza kuhakikisha kwamba katika vituo 10 kwa maana ya Makete na Njombe TC vitatu na Makambako 4 viweze kupata vifaa hivyo ambavyo waliviainisha baada ya kupata mafunzo, ili viweze kuwezesha uchangamshi katika hivyo vituo ambavyo watoto wanapatia huduma. Kwa hiyo ni furaha yetu pia kwamba kwa platform hii tutaweza kutoa uwakilisho hivyo vifaa ambavyo tumevinunua, lakini pia na maelekezo ya namna ya kufika kwenye hivyo vituo vingine ambavyo vimepatiwa hiyo support. Imarisha Afya ni mradi ambao unajikita na kuwafikia watoto wa umri wa miaka 0 hadi 14 ambao wanaishi na maambukizi ya VVU, lakini pia kufikia wajawazito na wanaonyonyesha ambao pia wanaishi na maambukizi ya VVU. Lengo la mradi huu ni kuwatambua kwanza watoto hao wajawazito na wanaonyonyesha, kwa maana ya ambao bado hawajafahamu hali zao, na ambao tayari wanafahamu hali zao basi kuendelea kutoa huduma huko vituoni. Na tunafanya kazi na vituo vya afya mbalimbali ndani ya mkoa wa Njombe, halmashauri ya Makete, Makambako na Njombe TC. Makete, Makambako na Njombe TC, yes. Kwa hiyo katika mradi huu tuna component mbalimbali ambazo tunafanya nazo kazi au tunazifanyia kazi. Mojawapo ni kuboresha maeneo ya uchangamshi ya watoto. Tunatambua kwamba mtoto anaanza kufahamu au kutambua vitu kuanzia akiwa tumboni, anapozaliwa na kadri anavyoendelea kukua. Sasa kuna mahali ambapo labda tuseme wazazi tunajisahau, tunaamini kwamba mtoto akishatoka basi anaendelea kukua. Lakini tunamsaidiaje huyu mtoto kwenye uchangamshi, kwenye kumwezesha kiakili, utambuzi wa mambo na mambo mengine kadha wa kadha. Ndio hapo mradi unaingia na kuendeleza au kuanzisha au kuboresha kona changamshi ambazo zipo kwenye vituo vya afya mbalimbali. Kwenye kona hizo wazazi wanapata elimu ya namna ya malezi na makuzi ya watoto kuanzia akiwa mjamzito na kile kipindi ambacho anahudhuria kwa ajili ya kuendelea na chanjo na kliniki hapo kituoni. Kwa kwenye maeneo haya kunatakiwa au mradi unatamani kuwe na vichangamshi ambavyo watoto wakifika basi watachezea au watavitumia kadri wanapokuwa kwenye kituo cha afya na wanasubiri hizo huduma. Lakini pia hii ni kwa watoto wale wadogo wa chini ya miaka 5 kwa sababu wanakuwa bado wapo kwenye kliniki na wanapata hizo tiba na chanjo na
huduma zingine. Lakini kwa hawa watoto wakubwa ambao tayari wameshatambua hali zao, tunawasaidia pia au tunaboresha yale maeneo ambayo ni yanawakutanisha sasa, yanaitwa teen club, ambako wanakutana kwa ajili ya kujadiliana masuala ya tiba na matunzo, lakini misaada ya kisaikolojia. Kama kuna mtoto anahitaji ushauri, wanahitaji wataalamu kuendelea kumjengea uwezo wa matumizi mazuri ya dawa, kwenye masuala ya elimu na mambo mengine kadha wa kadha. Kwa hiyo anawakutanisha watoto wa umri fulani ambao unalingana, wanaitwa teenagers, yani ni chini ya miaka 18 na maana. Kwa kuanzia miaka 6 mpaka miaka 18. Kwa kwenye haya maeneo yote tunatamani kuona vituo vya afya vinaendelea kutoa huduma rafiki, lakini pia kuwe na mazingira ambayo ni yanamfanya mtoto apende kwenda kituoni kwa ajili ya kuendelea kupata huduma mbalimbali kutokea kituoni.